Mtazamaji, tujiunge moja kwa moja kutoka kwa wenzetu Dodoma, na namuona Roda Simba tayari amekwisha keti pale na mgeni amekwisha wasili na tayari kwa ajili ya kufanya mahojiano haya. Karibu sana Roda Simba na wengine wote kutoka Dodoma. Asante sana, studio zetu hapo jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Channel 10, habari za asubuhi popote pale unapotutazama. Karibu kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Dodoma, na leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumanne Oktoba 4. Leo ikiwa ni kumbukizi ya siku ya kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo leo tunasema ni miaka 26 imetimia taifa bila kuwa na baba wa taifa. Na kwa siku ya leo nakwenda kuzungumza na makamu mwenyekiti taifa wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, Bwana Peter Mavunde, ambaye tutakwenda kuzungumza naye kwa dakika 45 kutoka sasa. Tutazungumzia siku ya Mwalimu Nyerere na uchaguzi mkuu. Mimi ni Roda Simba ambaye nitakuendeshea matangazo haya, lakini pia katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Mongi. Makamu mwenyekiti, habari za asubuhi? Mzuri kabisa. Hongera kwa majukumu. Nashukuru sana. Hongera pia na nyinyi Channel 10. Asante. Licha kukuona kwenye majukwaa, hebu leo tupate kukufahamu kwa uzuri kabisa. Mwenyekiti, nimekutambulisha hapa. Huenda kuna kitu ambacho nimekiacha. Nafikiri ingetosha, lakini niseme tu kwamba mimi ni makamu mwenyekiti wa taifa wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Lakini pia mimi ni mzee wa jiji la Dodoma na mzaliwa mkoa huu. Lakini pia ninafurahi kwamba katika maisha yangu nimewahi pia kuhudumu hasa swala la ujenzi wa makao makuu. Mimi nilikuwa ni mmoja wa watumishi wa pale wa awali kabisa nikiwa afisa uhusiano wa CDA. Lakini pia nimekuwa mwanasiasa hapa kama diwani wa kata ya Kilimani ambapo hapa tupo. Lakini na pia nimehudumu kama mstahiki meya iliyokuwa manispaa na sasa ni jiji. Lakini nafurahi kwamba nimeendelea kuwa mkazi wa jiji la Dodoma. Umeona sasa, makamu mwenyekiti, kuna vitu tungekuwa atufahamu mpaka sasa. Makamu mwenyekiti, kwa kuanza kabisa kipindi chetu pate kufahamu kwa manufaa ya mtazamaji lakini pia na wananchi kwa ujumla, tunapoadhimisha siku hii ya Mwalimu Nyerere kwa siku ya leo, ina manufaa gani kwa taifa la Tanzania? Ina manufaa makubwa sana. Uchukua siku ya leo ifananishe na familia, pale ambapo familia wana baba na mama na pengine wazazi wale wakawa wameondoka. Ni utamaduni kabisa wa Kiafrika kwamba kila inapofika zile tarehe hukumbuka, watoto huwakumbuka wazazi wao au mzazi wao kwa sababu ya mema mengi aliyotendea. Na sisi kama Watanzania, baba wa taifa alitutendea mambo makubwa sana katika taifa letu. Na taifa linapoadhimisha siku yake hii leo ni kielelezo tosha kabisa na shukurani kwa mtu kama kiongozi wetu Mwalimu Nyerere, baba wa taifa na muasisi wa taifa hili, kwa mambo makubwa aliyofanya. Siwezi kuyasema yote, ni mengi sana, lakini tukumbuke alipigania uhuru, tukapata uhuru. Amejenga taifa moja lenye nguvu. Ameleta mshikamano wa kitaifa miongoni mwa Watanzania wote, lakini maendeleo ya watu, maendeleo ya nchi yakaonekana. Alijenga uchumi wa nchi yetu, vinginevyo tusingekuwa hivi tulivyo. Maki misingi yote hii aliiweka Mwalimu: amani, uzalendo, falsafa ya kujitegemea. Na huu moyo wa kujitegemea ni baadhi ya watu wanaona kama sio jambo la muhimu. Ni jambo la muhimu sana katika maisha, kwa sababu haiwezekani kila kitu kiwe cha kulipana. Lakini kama ni jambo la kwako, kama familia ya kwako, unamdai nani mshahara? Kwa hiyo Mwalimu alituonyesha moyo wa kujenga nchi yetu bila kuwa na masharti. Lakini Mwalimu katika falsafa yake na kujitegemea aliona kwamba hilo jambo ni la muhimu kwa sababu linasaidia sana wananchi kwa pamoja kusukuma maendeleo yao na maendeleo ya nchi. Lakini kubwa lingine ni kuheshimu utu wa mtu, haki ya mtu. Hakutaka watu wadharauliwe kwa sababu ya hawana cheo, hawajasoma
ni maskini, hawana kipato kikubwa. Alitaka watu wote wawe sawa, na ndio maana azimio ile la Arusha Mwalimu aliamini mpaka naondoka kwamba kile kitabu chake kile azimio alisema sijaona ubaya kwa sababu alitaka lile pengo kubwa la tajiri na maskini lisiwepo. Tufanane kabisa, japo hatuwezi kufanana 100%. Lakini pia Mwalimu na muasisi mwenzake Karume walituletea muungano wa Zanzibar na huku Tanzania, yani bara. Lakini angalia, tokea enzi hizo mwaka 64 mpaka leo muungano wetu umedumu kwa amani, tumeishi kwa upendo. Lakini lugha ya Kiswahili, kumbuka nchi yetu ina makabila zaidi ya 120, na akaona kwamba ukiruhusu kila mtu aondoke kwa miondoko ya kabila lake na maonjo ya kabila lake, hii nchi haiwezi kutawalika, itakuwa ni balaa, kwa sababu kila mtu atataka maonjo yake. Kwa hiyo akatafuta na akaiweka vizuri lugha ya Kiswahili kwamba ituunganishe wa Tanzania, na leo hii lugha ya Kiswahili imepata heshima hapa Afrika Mashariki, barani Afrika, sasa ni dunia yote. Watu wanazungumza Kiswahili. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu mtu alikuwa na maono makubwa. Lakini jambo jingine, Mwalimu aliwajali watu, huduma za jamii. Nchi hii ni kubwa, na wakati huo angalia, miundombinu haikuwa mizuri kutoka kwa ukoloni. Barabara nyingi zilikuwa zina lami, lakini aliweza kuhakikisha kwamba kila mkoa unafikika na huduma za jamii zinakwenda kwa kadri ya uwezo wa nchi ilivyokuwa. Lakini jambo na amani, kama majirani zetu bado hawajapata uhuru. Ni kama vile tu unapokuwa umeishi wewe, una nyumba nzuri katikati, wenzako wana nyumba za makuti na nini, hazipo katika hali nzuri, afu unasema mazingira yangu ni mazuri. Kwa hiyo Mwalimu aliona hilo, akaona nchi yake ya Tanzania kwa kutumia rasilimali zake na watu wake waungane na ndugu zao wa nchi kusini mwa Afrika ili nchi zile zikombolewe. Na kweli leo zile nchi ziko huru. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba mtu kama huyu tuna kila sababu ya kumenzi siku ya leo. Lakini misingi aliyoiweka imedumu mpaka leo. Na hapa nataka nitumie nafasi hii adhimu kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mwaka 2022 tulipokuwa tunaadhimisha miaka 100 baba wa taifa, alitoa maelekezo kwamba fanyeni makongamano kuhusu baba wa taifa, watu wamfahamu, msemeeni Mwalimu. Na ndio maana sisi taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kwa miaka 4 mfululizo tumekuwa na hiyo hafla ya kumkumbuka baba wa taifa kitaifa hapa Dodoma kwa miaka 4 mfululizo. Kwa hiyo tunataka tumpongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini marais wengine wote pia waliopita, wote wamedumu na wameongoza chini ya misingi aliyoacha baba wa taifa. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hebu tufahamu ni mambo gani ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa anapenda kuyasisitiza enzi za uhai wake? Yako mengi, lakini nitasema tu machache. Kwanza, alitutaka tujali maslahi ya kitaifa, yani hakutaka ubinafsi. Mwalimu alitaka mshikamano. Mwalimu alitaka kuijenga jamii yenye usawa. Mwalimu alisema kabisa tuna maadui wetu watatu: ujinga, maradhi na umaskini. Lakini Mwalimu alikataa kabisa swala la ubaguzi kupitia ukabila, udini na ubaguzi wa rangi. Mimi Mhindi, mimi Mzungu, mimi Mwafrika, mimi Mgogo, mimi Mdengereko, hii vitu hakuvitaka. Alitaka tuwe kitu kimoja, tuwe wa Tanzania kuliko kuwa vinginevyo. Na Mwalimu alikataa, hakupenda kabisa, na alifokea hadharani na bila aibu masuala ya vitendo viovu, rushwa, ubadhilifu wa mali za umma, unyonyaji na uonevu. Mwalimu hakupenda kabisa. Kwa hiyo
unaweza ukaona kwamba Mwalimu alikuwa anasisitiza swala ambalo lingeweza kuwafaidisha Watanzania zaidi kuliko watu binafsi. Lakini Mwalimu alisisitiza swala la amani. Amani, amani. Na ndio maana hata wale wenzetu kusini mwa Afrika alihakikisha kwamba wamepata uhuru waishi na amani. Unaona? Kwa hiyo nisema kwamba yako mambo mengi, lakini Mwalimu alitutaka Watanzania tuijenge nchi yetu. Tujenge nchi yetu kwa misingi iliyo bora. Na alisema hamwezi kuwa na maendeleo bila kuwahusisha watu. Kwa hiyo maana yake nini? Alitaka maendeleo ya watu yawahusishe wenyewe, mjue shida zao na mjue namna kuzitatua. Kwa hiyo ningeweza nikasema haya machache kuhusu mambo ambayo Mwalimu alisisitiza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa sasa nchi ipo kwenye uchaguzi. Tupitishe tuweze kufahamu enzi za uke Mwalimu Nyerere alikuwa akisisitiza nini katika kipindi hiki? Mwalimu wakati wa chaguzi mbalimbali alikuwa mwazi sana. Alikuwa mwazi sana. Na moja ya mambo ambayo nayakumbuka anasema anayetaka uongozi aombe mwenyewe na tumpime na tumuulize maswali, kwa sababu nasema mimi bwana nilikuwa sitaki, lakini tu watu wamenilazimisha. Kwa hiyo anasema lazima mtu mwenyewe awe ameamua kwamba yuko tayari kuwatumikia Watanzania. Lakini akasema tusiombe uongozi tuchaguliwe kwa kutumia ukabila, udini au rushwa, kwa sababu anasema Mwalimu alisema tutakuwa tumewagawa Watanzania. Kwamba nyinyi mnampa mtu uongozi kwa sababu ni kabila lenu, kwa sababu ni wa dini yenu, kwa sababu ana pesa. Kwa hiyo Mwalimu alikataa kabisa mambo hayo. Lakini pia Mwalimu alisema tushindane kwa sera na sio kwa vigezo vingine. Tushindane kwa sera, tuwaambie Watanzania sisi tunaotaka kuwa viongozi, chama chako kinataka nini. Na mzee Malichela wakati mwingine alikuwa ananifurahisha ambaye aliwahi kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu. Anasema ukipelekwa mnadani huna haja ya kukashfu mifugo ya watu wengine au ng'ombe watu wengine. Msifie ng'ombe wako, ng'ombe wangu angalia hivyo nona na nini. Sasa ndio maana Mwalimu alisema kwamba tushindane kwa sera na si kwa mambo mengine. Utawatumikia vipi wa Tanzania? Na anasema Mwalimu alisema tuwaeleze wa Tanzania tutawafanyia nini tukichaguliwa, sio sisi Tanzania tutafanyia nini. Hili Mwalimu alisisitiza sana sana. Lakini Mwalimu, moja ya vitu ambavyo ametusaidia sana ni pale ambapo alihakikisha kwamba utaratibu wa ukomo wa viongozi ngazi ya urais hauzidi miaka 10. Na alisema hii itasaidia sana, hata kama ni mzuri, lakini kifika ukomo wa miaka 10 ukae pembeni, ili sasa watu wengine waje wachukue hizo nafasi. Kwa hiyo yote alikuwa anataka kuonyesha nini? Kwamba hakuna mtu ambaye yeye ndio atakuwa kiongozi tu kuliko watu wengine, na amewajibu watu wengi na amepata credit sana kwa jambo hili. Na unaona nchi nyingine za Kiafrika hata duniani watu wamekaa muda mrefu wanaifanya kwamba nchi inakuwa kama mali yao, kama familia yao. Kwa hiyo unaona Mwalimu katika ulipofika kwenye uchaguzi alitaka tuchague viongozi walio bora, viongozi ambao wana uadilifu, viongozi wenye uchungu na nchi, viongozi ambao wanaweza wakajibu matakwa au matatizo ya nchi na wananchi wake. Kwa hiyo katika hili nasema kwamba Mwalimu hakupepesa macho. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tufahamu Mwalimu Nyerere alikuwa na msimamo gani katika suala la uongozi bora, uadilifu, na je, hivyo vitu tunavienzi? Ya Mwalimu usema za ukweli,
kuna mambo ya msingi kabisa ambayo naweza nikasema yamebaki. Mambo ya msingi ambayo mwalimu katika uongozi, tokea uongozi wa mwalimu, nafikiri unataka kusema kwamba kuna mabadiliko gani tokea uongozi wa mwalimu. Nitaka kwanza nianze kwa kusema hivi, kuna mambo ya msingi huwezi kuyabadili. Mfano, kuna swala letu la muungano, kuna swala la amani, kuna swala la umoja, kuna utaifa, uzalendo, kuheshimiana, kuilinda katiba ya nchi, sheria. Unaona kwamba hivi vitu vimebaki, vinaweza vikaboreshwa. Lakini niseme tu kwamba baada ya mwalimu sasa, kwamba mwalimu si hatunaye sasa. Na unajua kukitokea mabadiliko yote watu wanakuwa na wasiwasi. Hivi sasa atakuja nani? Itakuwaje? Na ndio hata kwenye nyumba baba akiondoka sasa itakuwaje? Watoto watasoma, itakuwaje? Lakini baada ya mwalimu sasa niseme tu kwamba masuala ya maendeleo yameendelea kuwepo na kumekuwa na mabadiliko ya uongozi na mahitaji ya nyakati. Maana mzee Mwinyi alisemaje mzee Mwinyi? Alisema kwamba kila zama na buku lake. Kwa hiyo masuala ya maendeleo yameendelea kuwepo, lakini yameendelea kuwa na mabadiliko kwa sababu ya mahitaji ya nyakati. Lakini pia swala la kujenga uchumi wa nchi yetu chini ya mipango endelevu kwa kila awamu yamejitokeza kwa sababu haiwezi kufanana kabisa. Yamejitokeza kwa sababu ya mahitaji ya wakati husika. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hali tuliyokuwa nayo wakati wa mwalimu imeendelea kubadilika. Amekuja Mwinyi, kuna mambo yamefanyika pale yamebadilika. Amekuja Jakaya Kikwete, badilika. Akaja kwanza Mkapa, nikaruka kionza. Akaja kwanza Mkapa, Mkapa kuja anasema mtajenga uchumi wa nchi. Kikwete amekuja anasema mimi nitaongoza nchi kwa kasi kubwa. JPM akaja, hapa kazi tu. Yeye hakutaka kitu kingine, nataka kuona hapa kazi inafanyika. Lakini sasa aliyechukua kijito kwa Rais Magufuli ni rais wetu sasa. Unaweza ukaona tafsiri yake katika kuiongoza nchi. Kwa hiyo mabadiliko yaendelea kuwepo, na hasa katika ulimwengu huu wa teknolojia na changamoto zake. Lakini unaweza ukaona kwamba baada ya mwalimu kuondoka nchi imesonga mbele. Hapo ndipo, si kwamba ilikuwa imesimama wakati mwalimu, ilikuwa nchi inakwenda na haijawahi kusimama. Hilo ndio jambo Tanzania lazima tumshukuru Mungu sana. Na kutokana na misingi na maono yake, nchi yetu kwa kweli imepiga hatua kubwa kimaendeleo. Mimi ningeweza nikasema, mimi na miaka 75 sasa, kutoka udogo wangu nikiangalia Tanzania ilivyokuwa na leo, hapana shaka. Hata rafiki yangu Kolingo Monge alipokuja hapa enzetu, tunaanzisha hapa DTV, tunapanda pale jengo la CCM pale juu, Dodoma haikuwa hivi ilivyo. Kwa hiyo ni lazima hapa tukubaliane kwamba kweli nchi imepiga hatua kubwa kimaendeleo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tufahamu ni kwa namna gani taasisi hii ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere inahakikisha kuwa inawafikia wananchi ili kuweza kuhakikisha yale maono na fikra za Mwalimu Nyerere zinaendelezwa kizazi na kizazi. Taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, niseme tu kwamba moja ya majukumu yake ya msingi ilipoanzishwa mwaka 2021 chini ya sheria ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, moja ya majukumu ni kuwakumbusha Watanzania kuhusu umuhimu wa kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, kwa kufuata yale mazuri aliyoyafanya. Sisi tunarithishwa. Mimi nawapenda sana watu wa Wizara ya Maliasili, wanasema tumerithishwa, tuwarithishe. Naona. Kwa hiyo tunawakumbusha Watanzania umuhimu wa kumwenzi huyo baba, umuhimu wa kufuata mambo yale mazuri ambayo yamejenga nchi yetu. Lakini jambo la pili, kazi yetu kubwa ni kuwarithisha vijana wetu, watoto wetu, taifa la kesho, mambo mazuri aliyoyafanya baba wa taifa.
mifano mizuri siku zote huigwa. Kwa hiyo sisi hiyo ni moja ya kazi ambayo lazima tuifanye. Vijana wetu tuwarithishe uzalendo. Maana yake nini? Uzalendo kwa nchi yao maana yake nini? Wajibu wao kwa nchi yao maana yake nini? Taifa lenye maadili lazima linawabeba nini? Lazima liwe na wenyewe ni vijana wetu. Kwa kama hatutawaongoza na kuwakumbusha mambo mazuri vijana wetu, hawatalijenga taifa hili inavyotakiwa. Kwa hiyo ni jukumu la taasisi yetu kwamba tunao wajibu kuwafikia Watanzania wote, kuwakumbusha katika njia mbalimbali. Moja ilikuwa ni makongamano ambayo tunayafanya kila mwaka, lakini pili, mwaka 2023 katika kuadhimisha kuzaliwa kwa baba wa taifa, mgeni rasmi alikuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Tulikwenda pale UDOM na tulitoa fursa kwa vijana na wanavyuoni wote, watoto wa shule za msingi na sekondari na waalikwa wengine. Na mwaka huo tulisema kwamba tunamuomba Waziri Mkuu azindue vilabu vya mazingira katika shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo vikuu, ili hawa waishi katika kuyatunza mazingira yao, waone umuhimu wa kutunza mazingira yao. Lakini akazindua pia mpango wa urithishwaji vijana, uzalendo, amani, nini maana mshikamano wa kitaifa, unaona, kwa taifa lao. Kwa hiyo haya sasa mambo ndio tunayawekea utaratibu, tuanze zile ratiba au programu za kuwaelimisha, kuwashirikisha vijana wajitambue, wazungumze, na katika kufanya hivyo tutakuwa tumewajengea uthubutu mkubwa katika kujenga nchi yao. Sijui kama nimekupata. Yeah. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, lakini pia utakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya vijana ambao hawamfahamu vizuri baba wa taifa hili. Ni kweli. Ni ipi mikakati yenu sasa kama taasisi? Sisi kuna vijana ambao kweli hawakumwona Mwalimu. Ni kama vile sisi tunaamini kwamba Mungu yupo, hatujawahi kumwona. Ila tu labda Musa alifanikiwa kumwona. Lakini Musa alipotuletea hii habari, tumeendelea kupitia viongozi wetu wa kiroho, wa kidini, tumeendelea kuelezwa makubwa ya Mungu yalivyo na alivyoweza kutuumba wanadamu. Basi na sisi kama taasisi kwa vijana ambao hawakumuona Mwalimu, lakini Mwalimu hayupo, ni kweli, lakini Mwalimu anaishi kwa sababu ya vitendo vyake, kwa sababu ya mambo aliyoyafanya jana. Na ndio maana wanasema ukiwa kiongozi hakikisha umeacha alama, ili watu wengine waje kujifunza, waje kuona nini kimefanyika. Kwa sababu Mwalimu kuna vielelezo vingi, kuna vitabu vingi ameandika Mwalimu. Na leo nimekuja tu na kitabu kimoja hapa chenye misemo mbalimbali ya Mwalimu, The Quotable Quotes of Mwalimu Nyerere. Christopher Limundi anataka nimpongeze balozi huyu mstaafu, alikuwa kiongozi wa nchi yetu, aliamua kutengeneza kitabu hiki na wenzake. Kuna misemo mingi sana ya Mwalimu. Kwa hiyo kuna vitabu vingi ameandika Mwalimu, vijana wakisoma, na hapa ni waombe vijana wote wasome vitabu vya Mwalimu, Jamaa na Kujitegemea. Ameandika vitu vingi sana Mwalimu. Lakini sio hiyo tu, tukienda kwenye vyombo vyetu vya habari, TBC, hata nyinyi Channel 10 mmekusanya makala nyingi. Sasa kama tunataka kumfahamu Mwalimu, tuwe wadadisi. Lakini pia ni vyombo vya habari, unapofika tunapomzungumza Mwalimu Nyerere, watoe mambo mbalimbali mazuri aliyofanya Mwalimu Nyerere hadharani, watu wayaone. Na mazingira ya leo si kama mazingira ya zamani. Zamani runinga tulikuwa tunatafutana niende kwa nani. Hai siku hizi kila mahali, hata barabarani unakuta kwenye simu. Kwa hiyo taasisi inataka kutengeneza vitu mnaita documentation, ili sasa watu wengi wapate fursa ya kumfahamu Mwalimu kupitia vielelezo hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kwa upande wa vijana na tukiwashirikisha kwenye matamasha mbalimbali, kwenye
kwenye vifa mbalimbali. Hata hili jambo la leo linamhusu mwalimu, tuwapeleke vijana kwa wingi zaidi, wasikilize viongozi, waweze kuelewa huyu mwalimu ni nani. Nataka niseme tu kwamba ile methali ya Kiswahili inasema nabii hatambi kwao. Yaani sisi tunamwona mwalimu kama ni mtu wa kawaida kati yetu, lakini ukitoka nje ya Tanzania unakuta watu wanavyomheshimu mwalimu, wanavyoenzi mwalimu. Nakumbuka alipofariki mwaka 1999, baada ya siku kadhaa nilipata fursa nikiwa mstahiki meya wa manispaa, ilikuwa manispaa Dodoma. Tulikwenda New York kule Marekani kwenye mkutano wa utawala bora duniani. Wote mawaziri wote walikuwa wanahusika na mambo ya serikali za mitaa na sisi mamea duniani tukakutana pale. Nimefika pale wakatupa pole, Watanzania poleni sana, nikamwambia asanteni sana. Nasema nyinyi mnafikiri mwalimu ni wa kwenu peke yenu. Mwalimu alikuwa ni kiongozi wa dunia, kiongozi wa wanyonge. Jana mngalikuwa mmefika hapa, ukumbi huu ulikuwa hautoshi na watu waliingia kwa kadi katika kumwombea mwalimu. Sasa unaweza ukaona kwamba jinsi alivyokuwa mtu muhimu. Kwa hiyo na vijana wetu tunayo kila sababu sisi wa Tanzania, sisi watu wazima tuliomwelewa mwalimu, tuwaambie vibali za mwalimu na Mungu atatubariki. Asante Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Katika kipindi hiki cha uchaguzi tunaona kuna ongezeko la matamko juu ya masuala ya kisiasa. Ni vitu gani alikuwa anashauri Mwalimu Nyerere enzi za uhai wake kuhusu siasa zenye maadili? Wakati mwalimu wakati enzi zake za uhai wake, kwa kweli kwanza alisema tushindane sera zetu, lakini kampeni alizotaka kampeni za amani, zenye amani, kwa sababu kama unasema nchi yako ibaki kuwa nchi ya amani, unaruhusuje wakati wa kampeni kuwe na vurugu? Kwa hiyo alitaka kampeni ziwe za amani, upendo na kuheshimiana, lakini pia hakutaka rushwa ipewe nafasi katika chaguzi hizo. Na anasema vibaya sana mtu kununuliwa utu wako, yaani mtu anakupima kwenye mzani kwa kukupa hela. Naona mwalimu hakutaka hiyo kabisa, lakini anasema uchaguzi usiwagawe wa Tanzania, badala yake uwaunganishe, kwa sababu tuko kazini kutafuta kiongozi bora. Anasema tuchague viongozi bora watakaoiendeleza nchi na maendeleo ya watu. Unaona? Halafu haitoshi, tulikuwa nasema nendeni mkachague, mkipiga kampeni alafu tena mmekatwa mwendo kupiga kura, si sawa sawa, kwa sababu ni haki ya kila Mtanzania. Unampataje kiongozi unayemtaka kama uende kupiga kura? Kwa hiyo, lakini pia mwalimu wakati wa chaguzi mbalimbali aliendelea yeye mwenyewe kutoa elimu kuhusu kuthamini swala zima la uchaguzi, kwa sababu huo ndio msingi. Mnapowataka viongozi wa kuendeleza nchi, ni lazima kila mtu awe mwaminifu. Tusipokuwa waaminifu, tutawapata viongozi ambao kwa kweli waovyo. Na ndio maana alisema hivi, alikuwa anawaambia wana CCM, anasema chama legelege kitazaa serikali legelege. Hata katika dini, nafikiri ni wa Korinto yule Paulo wa Korinto wa pili, siwezi kumbuka, Korinto 9 mstari wa 7 mpaka wa 8, anasema apandaye haba atavuna haba. Unaona? Kwa hiyo hata katika uchaguzi hiyo ipo. Kwa hiyo kama tukifanya mchezo katika chaguzi hizi, hatutapata viongozi wazuri. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika hotuba zake Mwalimu Nyerere alisisitiza mshikamano, alisisitiza masuala ya amani. Ni changamoto gani ambayo kwa sasa inatishia mshikamano? Rudia swali lako tena. Nasema hivi, Ndiyo. Katika hotuba yake Mwalimu Nyerere alisisitiza mshikamano, ndiyo, alisisitiza suala la amani. Ni changamoto gani ambazo kwa sasa zinatishia mshikamano huu?
Mimi changamoto ambazo naziona ni ubinafsi miongoni mwa baadhi ya Watanzania, kwa sababu kama unaithamini nchi yako, unawezaje kutoka nje ya mstari? Hivi sasa bila aibu nasema hili, kuna watu wanaitwa wanaharakati. Wanaharakati si wabaya, kwa sababu wao wanakuja na mawazo mbadala, lakini wanaharakati wa leo mimi naona kama ni wachochezi tu. Hatuwezi kama taifa, na ndio Mwalimu alikuwa anakataa hilo, kwamba tusiruhusu watu wengine wakafikiri juu yetu, kwa sababu ziko nchi zinawatumia baadhi ya Watanzania kwa kupitia hicho kiushoroba cha wanaharakati kuvuruga taratibu za nchi. Watu wanapewa vipesa, kwa hiyo wanaona sasa wafanye mambo yao kwa sababu wamefaidika na wanajibu. Na ndio maana Mwalimu alisema ukinunua uongozi utawalipa nini? Utawalipa nini? Maana umenunua uongozi sasa, utawalipa nini? Utauza nchi tu lazima. Kwa ndio maana Mwalimu alikuwa anakemea kabisa hilo, na ndio maana Mwalimu alisema hivi, hakuna taifa lenye haki ya kuamua juu ya taifa lingine, wala mtu juu ya mtu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo Mwalimu kwa kweli alivikemea sana sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba yako mambo mengi sana, ndio maana alitaka mshikamano wa pamoja. Mkishakuwa na mshikamano wa pamoja, maana kuna mambo yamekubaliana, kuna mambo yamekubalika. Ndio maana tuna katiba ya nchi, tuna sheria za nchi, tuna sera tumezitunga wenyewe ili ziweze kusukuma mambo yetu. Kuna taratibu za chaguzi na kanuni za chaguzi tumeziweka wenyewe. Kwa hiyo ule mshikamano ule alikuwa anausisitiza ili kusiwe na mmomonyoko wa aina yoyote wa kitaifa. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, unadhani kwa sasa viongozi wa kisiasa wanamwenzi Mwalimu kwa vitendo? Ile swali hili mbona gumu sana. Sio gumu. Sio gumu. Unafikiri wanamwenzi kwa vitendo? Sasa mimi niseme hivi, kimsingi ninawaona viongozi wengi wanamwishi Mwalimu kwa vitendo, na kama wapo ambao hawamwishi Mwalimu kwa vitendo, hatuwezi kuwashurutisha. Sisi ni binadamu. Na utashangaa kwa mfano katika siasa, mwanasiasa anayefanya vizuri unakuta kabisa wampendi, anapata maadui kwa sababu wanamuonea kagere kawivu. Lakini mtu kama kweli kwa kazi aliyofanya baba wa taifa na wenzake ya kutuletea uhuru, akaijenga nchi, wasomi walikuwa wachache, shule zilikuwa chache, huduma zilikuwa chache, lakini mpaka sasa taifa limesimama, tunajigamba mpaka tunakuwa na vitu SGR, tuna ndege zinapaa mpaka duniani kote. Halafu kweli usifike mahali ukaona umuhimu wa Mwalimu. Mimi nafikiri yoyote ambaye atakuwa anakwenda kinyume atakuwa na ajenda yake, na ni vema watu wa namna hiyo wajitathmini. Lakini mimi naamini kabisa kwamba walio wengi kwa kweli wameelewa umuhimu wa kumwenzi baba wa taifa, na ndio maana hata leo hii rais anawaongoza wa Tanzania kule Mbeya, taifa zima linamwenzi baba wa taifa. Hasa tujiulize, wewe na mimi, yule ambaye anasema yeye hamwenzi Mwalimu, yeye ni nani? Tunajifunza nini kwake? Yeye ni bora kuliko Mwalimu? Unaona? Watu wa namna hiyo wakosa kwa sababu ya ubinafsi wao. Makamu Mwenyekiti, ni nini nafasi ya mwananchi wa kawaida katika kulinda maono ya baba wa taifa, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi? Kwanza tuna bahati sana wa Tanzania.
Huyu mwalimu tunayemzungumza, sisi tuliokuwa wakati wake ule, ameitembea nchi hii mikoa yote, watumia Land Rover 110. Alitembea nchi hii, na ndio maana watu walimuelewa mwalimu. Hata baada ya kufariki kwake wasema, kwani mmesema nani amekuja rais mwingine, kwani Nyerere yuko wapi? Kwa unaona alivyokuwa ameingia kwenye mioyo ya watu, kwa sababu aliwagusa watu. Kwa hiyo matukio kama haya yanayofanyika ya kuamua kumuenzi baba, siku ya kumuenzi baba wa taifa, Nyerere Day, yanasaidia kuendelea kuwaunganisha Watanzania, kumkumbuka huyu mtu ambaye alitutendea mambo, alituwekea msingi mzuri, na ndio maana tumempa heshima ya kuwa baba wa taifa. Unaona? Kwa hiyo ni jukumu la sisi viongozi, la watu wote wenye mapenzi mema, sisi tunaongoza familia, tuendelee kumsemea mwalimu katika jamii zetu, katika familia zetu, katika wilaya zetu, mikoa, na hata katika ngazi ya taifa. Sasa baki bila nani mwingine atamsemea mwalimu zaidi ya sisi? Kwa hivyo tuendelee, wananchi hawa ni sehemu yetu na sisi wenyewe ni wananchi. Kwa hiyo ni vizuri sana tuendelee kuwa na mipango madhubuti ya kumkumbuka baba wa taifa. Hiyo ndio njia pekee. Nimeona leo kule Mbeya watu wako kanisani wanamwombea mwalimu, na pengine nchi nzima wanamwombea mwalimu. Viongozi wa dini wamefanya kazi nzuri. Kwa hiyo katika kufanya hivyo unakuta kabisa kwamba wananchi wameshirikishwa vizuri katika kumkumbuka na mwalimu, kwa sababu alitufaa sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hebu tuambie sasa ni nini maoni yako katika kipindi hiki ambacho nchi ipo kwenye uchaguzi, ili Watanzania waweze kuchagua wale viongozi ambao wataishi maono ya baba wa taifa? Sasa haya ni maoni yangu. Wanasema hivi, katika maisha just be yourself, uwe mwenyewe. Niseme tu kwamba kwa maoni yangu mimi, katika uchaguzi huu wa mwaka huu ni uchaguzi wa muhimu sana. Si wa muhimu kuliko vipindi vingine, lakini wa muhimu kwa sababu tunahitaji kusonga mbele, na hasa tuko katikati ya changamoto za maendeleo ya teknolojia. Sasa hivi majuzi hapa nilikwenda kuhudhuria semina moja, mkutano mmoja uliandaliwa na Wizara ya Maliasili kuhusu kufanya tathmini ya utalii nchini, tumefikia wapi. Lakini katika moja ya mada zilizoletwa pale ni artificial intelligence. Kiswahili mnasemaje? Akili mnemba. Akili mnemba. Akili mnemba. Unaweza ukaona kwamba katika mazingira haya usipochagua viongozi bora, ni vigumu sana kuiongoza nchi katika mazingira haya. Na bahati sisi tuna bahati nzuri kwamba tuna watu wazuri wa Tanzania, na tunaye rais mzuri. Sasa hapa watu wakiniambia kwamba wewe unapendelea chama fulani, sasa hapo mimi nitashindwa. Lakini kama mtu ni mzuri tu, Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mageuzi makubwa sana kwa kuifanya nchi iendelee kuwa moja, na mpaka leo tunafanya uchaguzi na kila mgombea urais amepewa gari. Hii yote ni kujaribu sio kujaribu, hii yote ni kuwezesha kila anayegombea kwa nafasi ya urais awafikie watu, aseme sera zake, ili sasa watu waamue kumchagua. Kwa hiyo wana magari mazuri. Kwa hiyo nisema kwamba uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi mzuri sana, kwamba kila mtu amepewa fursa. Kwa hiyo na kampeni zinavyoendeshwa sasa leo, nimefurahi kwamba hakuna vurugu, tuna amani. Kwa mimi niendelee kwamba kwa muda uliobakia tuendelee na kasi hiyo hiyo ya viongozi wafanye kampeni zao, wauze sera zao, watu waelewe. Lakini tunapofanya hilo jambo, Watanzania tusirudi nyuma. Siku ya kupiga kura ni siku ya muhimu sana. Ni sawasawa tu
umepata shamba, umebelega, umetupa mbegu zako, umelima vizuri, halafu utaki kupalilia, umepalilia kila kitu tu, halafu utaki kwenda kuvuna. Kama uvuni sasa utapata mazao wapi? Kwa hiyo ndio sisi sasa kwanza ambao nimetaka kuambia Watanzania, tumefanya kazi kubwa, watu wamehudhuria kwa wingi kwenye hizi kampeni. Sasa tukapiga kura, tuwachague viongozi walio bora. Na ndio maana mwaka huu sisi taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere katika kuadhimisha miaka 103 ya baba wa taifa, kauli mbiu yetu ilikuwa chagua viongozi bora kwa ustawi wa jamii na maendeleo endelevu ya taifa letu. Hamwezi kusema mtakuwa na maendeleo endelevu kama mna viongozi ambao hawana uwezo. Kwa lazima viongozi wawe na uwezo, wawe na ujuzi, na wanasema ujuzi hauna mbadala. Lakini pia katika uchaguzi huu kumekuwa na vineno. Kutakuwa kuna maandamano, kutakuwa kuna nini. Lakini huyu anayesema hivyo ni nani? Kwa nini kuwa na maandamano? Kwa nini maandamano haikuwa siku nyingine? Kwa nini iwe wakati wa uchaguzi? Kwa lazima hapa kuna tabia ya makusudi tu ya kutaka kuonyesha kwamba uchaguzi hauna maana. Uchaguzi una maana kubwa sana kwa taifa letu na vizazi vinavyokuja. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naona na muda wetu umekwisha, tuna dakika moja. Hebu tuzungumze sasa, unatoa wito gani kwa Watanzania hasa vijana kuendelea kumwenzi baba wa taifa na kushiriki kwa amani uchaguzi mkuu? Mwalimu alisema kupanga ni kuchagua. Mimi nataka niwaombe vijana wa taifa hili. Na majuzi nilipokuwa nahojiwa na TBC, na kule Dar es Salaam kulikuwa na kijana na akihojiwa kuhusu swala la amani. Kijana yule alizungumza sana. Nataka kusema kwamba vijana wa leo wana nafasi nzuri zaidi ya kumuenzi Mwalimu, kumfahamu Mwalimu, lakini wana nafasi nzuri ya kutoa mawazo yao katika ujenzi wa nchi yao. Na wawe na uthubutu. Naomba vijana wawe na imani kwamba taifa linawategemea. Naomba vijana wapewe kila aina ya msaada. Ni sawasawa kama vile una mtoto wako nyumbani, unamtegemea kwamba huyu ndiye atakayeongoza familia. Hawa ndio watakaoongoza familia yetu, ustawi wa familia yetu. Kwa hiyo na mimi niwaombe watu wote wazima, sisi wazee, lakini na vyombo vyote vya serikali na watu wote mapenzi mema, hawa ni vijana wetu. Tuwape kila aina ya msaada na tuwaamini. Na nimefurahi kuona kwamba vijana mwaka huu wengi wamegombea nafasi za udiwani hata kwenye ubunge. Nimefurahi sana. Kwa hii inadhihirisha wazi kwamba kuna mwamko mkubwa wa vijana. Kwa tuwape nafasi, naye Mungu atatubariki. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, nikutakie majukumu mema. Asante sana. Nami naifurahia sana Channel 10 kwa sababu mmetushibisha leo wa Tanzania. Asante sana, nikutakie majukumu mema. Asante sana. Mtazamaji wa Channel 10, nilikuwa nazungumza na Makamu Mwenyekiti kutoka taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ambayo tumezungumza naye kuhusiana na siku ya Mwalimu Nyerere na uchaguzi mkuu. Mpaka kufikia hapa sisi tunakuwa tuna la ziada hapa Dodoma. Mimi ni Roda Simba ambaye nimekuendeshea matangazo haya, lakini pia katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Kuringe Mongi. Mpaka kufikia hapa sisi tunakuwa tuna la ziada. Narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam kwa ajili ya marudio ya taarifa ya habari ya asubuhi njema.